Usiku umeishilia, siku mpya imechomoza, kipindi cha kupendwa cha alfajiri ya neema kimewadia. Hiki sio tu kipindi, bali ni zaidi ya kipindi. Meet the prophetic voice to alfajiri ya neema with Baba Monaji, Young Hebrews. Nichukue fursa hii kukukaribisha mtazamaji wangu mpendwa katika kipindi hiki cha alfajiri ya neema. Katika kipindi hiki cha alfajiri ya neema, katika siku ya leo utakuwa nami Askofu Lameck Kasumba Maguruchini, askofu mkuu wa makanisa ya Hebrews Camp Church for Nations, kwa kifupi HCCFAN, aka linajulikana kama kambi ya Waebrania. Ninakuletea kipindi hiki nikiwa hapa Mkolani jijini Mwanza. Karibu sana na Mungu akubariki. Lakini kabla sijaanza kuongea na wewe, niombe. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki kizuri cha alfajiri ya neema. Asante kwa ajili ya mtazamaji wangu mpendwa ambaye umenikutanisha naye siku ya leo katika kipindi hiki. Ninaomba ukaseme nasi. Uongozi wako, mashauri yako na hekima yako vikawe pamoja nami katika kuongea naye. Kwa jina lako kuna takatifu. Amen. Katika kipindi cha leo nina ushauri mahususi wa mwanzo wa mwaka. Katika mwanzo wa mwaka nimeona vema nikupe ushauri mahususi kwa ajili ya mtembeo wako kwa mwaka mzima wa 2026. Katika ushauri wangu nina mambo machache ya msingi sana. Jambo la kwanza, mwanzo wa mwaka ni vema kuwa na dira. Vema kuwa na dira. Dira ni maono, vision. Vema kuwa na dira. Dira ni mwelekeo wa maisha. Ni vizuri kuweka mwelekeo wako kwamba katika mwaka huu unataka utembee vipi, unataka mwelekeo upi. Mwelekeo tunaweka baada ya kuwa tumejitambua, umejitambua, nimejitambua mimi ni nani na ninahitaji kuwa nani katika kipindi cha muda fulani. Yani mpaka mwaka huu na kuisha natamani kuwa nani. Lakini jambo la pili, tunaweka dira baada ya kutambua nina mtaji wa aina gani, nina mitaji ya aina gani. Mitaji ni pamoja na vipaji nilivyo navyo. Bila dira unaweza ukatumia nguvu nyingi na ukapoteza nguvu bure. Kwa ni muhimu sana kuwa na dira. Dira yako ni mwongozo wako. Dira yako ni mwelekeo wako. Unataka kuwa nani? Una mitaji gani? Mtaji ni pamoja nimesema na vipaji na talent na karama ulizo nazo. Mitaji ni pamoja na afya. Afya, unapokuwa mzima, una afya, una nguvu, afya ni mtaji. Mtaji ni pamoja na Mungu amekujalia nguvu. Wako watu wana nguvu. Nguvu zako usizitumie holela, usizitumie ovyo ovyo. Ukizitumia nguvu zako katika dira, katika mwelekeo fulani, katika mkakati, katika mpango fulani, kila kitu ulicho nacho kikitumia katika mpango mkakati, utagundua vile ambavyo Mungu amekujalia ni mtaji. Maarufu ni mtaji. Kujulikana ni mtaji. Ndio maana mtu anayejulikana anaweza kauza kile kitu ambacho unakinunua kwa shilingi 5,000, yeye akauza kwa shilingi 50,000 na wateja wakakimbilia cha 50,000 wakaacha cha 5,000 kwa sababu umaarufu ni mtaji. Uzuri ni mtaji. Unaweza kautumia uzuri ulionao kwa utukufu wa Mungu kutengeneza fedha. Lakini pia mitaji mingine ni pamoja na rasilimali, vitu ulivyo navyo. Huna fedha lakini una simu ya milioni 1, una simu ya 500,000. Simu ni mtaji. Kuliko ukakope, ni vizuri ukatumia mtaji ulionao kuliko kutumia mtaji usiokuwa nao. Si kwamba kukopa ni vibaya, lakini kama unao mtaji mkononi ni vizuri kuanza na kile ulicho nacho. Tunapoanza mwaka 2026, na kutakia mafanikio, na kutakia maendeleo, na kutakia kufika mbali. Lakini ili ufanikiwe, anza na mtaji ulionao mkononi.
Unaona hata Musa akiwa bahari ya Shamu, Mungu alimwagiza kutumia fimbo aliyokuwa nayo mkononi kupasua bahari ya Shamu. Usitafute vitu ambavyo viko mbali, vitu ambavyo huna. Unapotaka kufanikiwa kwenye maeneo yote ya maisha, anza na kile ambacho unacho mkononi. Wengine wamejaliwa uwezo wa kuongea. Uwezo wa kuongea ulio nao unaweza kautumia kama mtaji na ukatengeneza fedha, ka make money. Wengine wana uwezo mkubwa, wamejaliwa uwezo mkubwa, wanautumia uwezo mkubwa walio nao wa kuongea kubishana barabarani. Tumia uwezo walio nao wa kuongea kupiga porojo na umbea na uongo. Wengine wana uwezo mkubwa wa ushawishi. Akiongea maneno watu wanamkubali, watu wanamwamini. Badala ya kutumia uwezo wake vizuri, anautumia kusingizia watu, kuongopea watu, kuchonganisha watu. Kumbe uwezo huo ungeutumia kama mtaji, ungekusaidia kufika mbali. Kwa jambo la kwanza, unapotaka kutembea vizuri na kufikia mafanikio katika mwaka huu, ni vizuri kujua wewe ni nani, una malengo gani, lakini tatu, una mitaji gani, na ukawa tayari kuitumia mitaji ulio nayo vema kwa busara, ili uweze kuleta matunda kwa Kristo, ulete matunda kwa Mungu, ulete matunda kwako, ulete matunda kwa jamii, hata watu wengine wafaidike na ile mitaji ulio nayo. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Katika kitabu cha Mithali sura ya 29 na mstari wa 18, mwandishi wa kitabu cha Mithali ni kijana Suleiman. Wakati anaandika kitabu hiki alikuwa ni kijana. Anasema pasipo maono watu huacha kujizuia. Maana yake nini? Kwamba unapokuwa na vision, unapokuwa na dira, unapokuwa na mwelekeo, unapokuwa na mipango, unapokuwa na maono kwamba wewe unataka kuwa nani, unataka kufika wapi, maono yanawezesha wewe kujizuia, kuacha hili, kukataa lile ambalo linaweza likazuia maono yako kutimia. Kwa unapokuwa na maono, mfano una maono hata ya kuwa mcheza mpira mkubwa, kuna vitu unatakiwa uache ili uweze kuwa mcheza mpira mkubwa. Vingine ni vya kiroho, vingine ni vya kijamii, vingine ni vya kimwili kabisa. Vingine unaweza kaambiwa acha pombe. Kwa nini unaacha pombe? Kwa sababu tu unatamani kuwa mcheza mpira mkubwa. Kwa hiyo kama pombe itakuzuia usifikie ndoto zako, usifikie ile vision yako, kuna vitu unatakiwa kuacha. Ndio ushauri wa Mfalme Suleiman kwetu vijana na kwa dunia nzima. Lakini pia jambo lingine la pili, ni vizuri kujiendeleza kielimu. Elimu haina mwisho. Na usisome tu ili mradi kusoma. Usisome kila kilichoko mbele yako. Unapotaka kufanikiwa, una maono, unataka kuwa nani kabla mwaka huo hujaisha, unataka kuwa nani kabla mwezi wa 6 hujaisha, unataka kufanya nini kabla mwezi wa 6 hujaisha. Ni vizuri kuwekeza kwenye elimu kuhusiana na kile ambacho utafanyia kazi, kuhusiana na kile ambacho utafanya. Kama malengo yako ni kufanikiwa, lakini unataka ufanikiwe kupitia mradi wa ufugaji wa kuku, soma sana kuhusiana na kuku. Wasome kuku sana, wajue sana kuku, magonjwa ya kuku, chakula cha kuku, dawa za kuku, mabanda ya kuku. Soma sana kuhusiana na kuku, achana na vitu vingine ambavyo vinakupotezea muda. Wekeza zaidi kwenye elimu kuhusiana na kuku. Nahitaji, kwa mfano nimesema kuhusiana na mpira, basi jiendeleze. Soma sana kuhusiana na mpira. Uwe mbobezi kuhusiana na wachezaji wa mpira, kuhusiana na mpira, uwe na uwezo mkubwa, uwe na ujuzi mkubwa, uwe na elimu kubwa, uwe na ufahamu mkubwa. Na elimu sio mpaka uingie darasani tu. Elimu sasa hivi imekuwa ni rahisi kidogo kuliko zamani za wazee wetu, kwa sababu sasa hivi unaweza ukasoma hata kupitia simu yako, kupitia laptop yako, kupitia kifaa chako cha mtandaoni ambacho unamiliki mwenyewe. Badala ya kuweka bando kwa ajili ya kuangalia tu umbea wa mitandaoni, wewe ukiweka bando unatumia vizuri lile bando
natumia vizuri ile internet kwa ajili ya kujiendeleza kwenye eneo ambalo litakuletea manufaa, litakuletea faida. Kwa asubuhi ya leo niishie hapa na niseme Mungu akubariki sana na akufanikishe katika shughuli zako za kutwa nzima ya leo. Akufanikishe katika malengo yako ya kutwa nzima ya leo. Popote utakapoingia, popote utakapokwenda, ukafanikiwe kwa jina la Yesu Kristo, na kutamkia baraka za kutwa nzima ya leo. Mungu akulinde, Mungu akutunze, Mungu akufunike, akuepushe na kila baya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Siku ya kesho majira kama haya nitakuwa nawe kukuletea kipindi hiki. Usiache kumwambia jirani yako, lakini pia usiache kushare, kulike na kusubscribe. Hadi kesho muda kama huu, Mungu akubariki sana. Usiku umeishilia, siku mpya imechomoza, kipindi cha kupendwa cha alfajiri ya neema kimewadia. Hiki sio tu kipindi, bali ni zaidi ya kipindi. Meet the prophetic voice to alfajiri ya neema.